ambao walifahamu naitwa Bernard Katwelo. Hapa nimekuja kutoa ushuhuda. Siku hizi sitaki kutoa ushuhuda. Ndio. Lakini kupitia hayo mafuta nimeona ina sababu ya kuongea. Wiki iliyopita tulikuwa na wagonjwa huko familia. Kuna mgonjwa tulikuwa naye. Ndio. Yaani yule mgonjwa na siku nyingi ameumwa. Sauti. Basi. Huyo mgonjwa bwana, tulipotoka hapa tukawa tumeenda nyumbani na mke wangu. Tukakuta hali ya mgonjwa ni mbaya. Mpaka usiku hatukulala. Sasa baadaye nikajiwa na wazo, nikamwambia mke wangu, hivi kwa nini usichukue yale mafuta kumpaka kwenye tumbo anakoumwa? Hapo huyo mgonjwa sasa halali, yani kila muda yuko vibaya, hali yake ni mbaya. Ndio. Basi akachukua yale mafuta akampaka. Baada ya dakika alivyoanza kumpaka, tukawa tumeanza kuomba familia nzima. Baada ya sisi kuhitimisha kuomba, yule mgonjwa akasema, mbona kama anajisikia niko vizuri? Mbona kama anajisikia niko vizuri? Wakati muda huo ndio maana mimi mchungaji nilivyosema ndugu nikaja hapa nimekimbia. Walikuwa wametuzarau na mafuta yetu wameyazarau. Lakini kupitia yale mafuta, mbona kama imekuwa vizuri? Ndio, kwa kweli mafuta yanafanya kazi. Naomba ambao mmekuja nayo au chochote ulichokuja nacho kinafanya kazi ukiamini. Sasa hapo alipoanza kusikia na anaanza kujisikia ikawaje? Nini kilitokea? Alipona, tumbo lilipona. Hapo likaponya tumbo. Likapona. Akaanza kusinzia. Yaani alianza kuongea kabisa, kupiga stories akasema nenda mlale, mimi niko vizuri. Makofi yako wapi jamani? Mbona unazubaa kabisa kwa Yesu? Nani anatenda? Nani anatenda? Yesu. Kambi ya wateule. Makofi kwa Yesu na na sisi tulichokifanya yale mafuta tulimpunguzia, tukawa tumemwachia. Mpaka sasa hivi hali yake inaendelea vizuri. Na wakati walikuwa nakataa. Hebu tuambie mafuta yao umeyachukua hapa? Hapa. Hapa ndio tunayauza? Hamna. Lakini mafuta nilialeta kwenyewe kutoka wapi huko? Nilianunua huko madukani. Makofi mengi kwa Yesu Kristo. Amini leo kila chochote ulichokuja nacho lazima Bwana afanye mara mbili yake. Mara mbili yake. Lazima Bwana afanye mara mbili yake.